Breaking news mara baada ya mwendelezo unaokuwepo baina ya urafiki uliopo kwa rais wa Urusi ambaye ni Vladimir Putin pamoja pia na rais wa nchi ya Burkina Faso. Tumeweza kushuhudia pia mara baada ya wakati mwingine ambao mwamba kutokea nchi ya Burkina Faso El Kapiteni Ibrahim Traore kualikwa tena katika nchi ya Urusi. Hii imekuwa ni utofauti sana na imekuwa ikileta maswali mengi sana kwa Waafrika na hata katika nchi ya Burkina Faso, ambapo kwa baadhi ya wananchi wamekuwa wakihoji kuhusu ukaribu huu ambao umekuwa uko karibu sana na umeendelea kuwepo baina ya Putin pamoja na Ibrahim Traore. Yani wanachojiuliza ama pia hata swali ambalo hata mwenyewe pia naweza nikajiuliza, kuna nini kati yake baina ya Putin pamoja na Ibrahim Traore? Na ndio maana kuna wakati ambao watu wanajaribu kuingia ndani na kuzungumza kwamba Putin hawezi akawa karibu na nchi yoyote ya Kiafrika bila ya kuwa na mpango kazi. Yani huo ni lazima tukubali ukweli kwamba kwa marais ama viongozi ambao wanatokea katika mabara nje ya Afrika ni kwamba hawawezi kuwa na ukaribu na Afrika ama nchi yoyote inayopatikana katika ukanda wa bara la Afrika bila ya kuwa na positive impact yoyote. Kwa hiyo inavyosadikika, Putin yeye ukaribu na Ibrahim Traore yupo naye kwa ukaribu sana, na amekuwa akiweka ahadi nyingi ya kumpatia majeshi na hata kumlinda endapo ikatokea vurugu ama vita yoyote, ama kwa yoyote atakayetaka kuingiza mkono katika nchi ya Burkina Faso, basi unaambiwa Putin yeye yuko standby muda wote na saa yote. Lakini kuna watu walikuwa wanahisi ila bado hawajapata ukweli wa kudumu kuhusu Ibrahim Traore na rais wa Urusi ambaye ni Vladimir Putin, kwamba kumekuwa na interaction ambayo inamfanya Putin aendelee kuwa close na Ibrahim Traore kwa sababu ya manufaa ya kuweza kupata gold, yani kuweza kupata dhahabu, ama pia kufanya pia biashara ambayo anaamini kwamba yeye kwa kuwa na ukaribu na Ibrahim Traore anaweza akapata punguzo la bei kwa mauziano ya dhahabu zinazopatikana katika nchi ya Burkina Faso. Na ndio maana kwake yeye ni lazima ataweka ahadi na makubaliano ambayo kama ilivyoweza kutaka kutokea kwa Rais Donald Trump kuweza kuwafanyia Iran, kwamba kuna makubaliano ambayo yeye anataka waingie alafu Iran ikawa imeweza kukataa. Kwa hiyo hapa ni kana kwamba labda mfano Ibrahim Traore aweze kukataa makubaliano na Putin, alafu mwisho wa siku Putin aanzishe vita kwa sababu labda yeye alichotaka kuingia katika makubaliano na mkataba na nchi ya Burkina Faso, alafu Ibrahim Traore aonekane kwamba yeye amekataa. Kwa hiyo ndio hiki kinachoweza kuendelea na kinachojiri katika hivi sasa ya taarifa tofauti. Cha msingi tukutane kwenye dara ya comment.